Tuombe. Mungu wetu mtakatifu, Bwana Mungu wa majeshi, tunakushukuru kwa wema na uaminifu wako. Asante kwa upendo wako, asante kwa nguvu zako, asante kwa namna kipekee ambavyo Bwana umetupatia neema hii ya kuja mbele zako katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa ubora na ukuu wako, asante kwa jinsi ambavyo Mungu unatulinda, unatutunza. Wewe ndiye tegemeo letu na wewe ndiye Mungu wetu. Nasema hakuna Mungu mwingine isipokuwa ni wewe tu, isipokuwa ni wewe peke yako. Nasi tunakushukuru Bwana mabwana. Mara nyingine tena tumekuja, tunahitaji tusikie ili tuweze kupona sawa sawa na mapenzi yako. Katika jina la Yesu Kristo Mungu tunaomba na kumwamini Kristo. Roho Mtakatifu karibu uzungumze na watoto wako. Mungu Baba karibu na kuachia nafasi Roho Mtakatifu uweze kusema na watoto wako. Mungu Baba karibu uwe pamoja na kinywa changu, pamoja na nafsi yangu, katika jina la Yesu Kristo, amen. Ndugu zangu, tunamshukuru Mungu, na Mungu ni mwaminifu, ametupatia tena nafasi na tumefika tena mbele zake kwenye madhabahu yake ya silaha ya upanga wa Roho pamoja na maombi. Na Mungu ni mwaminifu. Juzi tuliendelea na maombi na jana tumefanya maombi tena, na Mungu wetu yuko pamoja nasi. Nami nizidi tu kukwambia kwamba ukweli ni kwamba tunahitaji kuomba. Yaani kuna namna tunahitaji kuomba. Kuna namna tunahitaji kuomba na Mungu anatusaidia. Tunaomba. Na kadri tunavyokwenda unakuwa unasikia masomo kadha wa kadha, na tunamshukuru Mungu. Tunaenda nikukumbusha kwamba tarehe 22 mwezi wa 11 tunakutana wote kwa pamoja, magrupu yote 7. Tunatakuwa na kazi moja tu ya kumlingana Mungu. Utaratibu utatoa hivi karibuni, nafikiri next week tutatoa kipeperushi, kitatembea hapa kwenye magrupu yote, na Mungu wetu ni mwaminifu sana. Na kuna nafasi chache kwenye magrupu, kwa hiyo usiache kuambia watu. Naweza mimi nisiseme, lakini usiache kuambia watu, kwa sababu nafasi zipo chache na Mungu anatupenda. Barikiwe sana ndugu yangu, karibu sana tuweze kujifunza. Juzi tulikuwa na maombi na jana tulikuwa na maombi. Leo tuna somo moja. Jifunge mkanda, omba Roho Mtakatifu akusaidie. Na hakuna kitu ambacho mimi kinanisumbua akili. Sijui wewe. Lakini hakuna kitu ambacho kinanisumbuaga akili kama mtu kusema, mtumishi, kama ni kuomba nimeshaomba sana. Sijui kama unanielewa. Hii kitu hiyo, na sio mtu mmoja anaweza kaongea, ni watu, kwamba kama ni kuomba nimeomba sana, nimefunga sana. Afu mtu anakuuliza, mtumishi, tatizo ni nini? Shida iko wapi? Sasa na mimi yale ndo unakuta ninaenda nayo mbele za Bwana. Mungu, niambie shida iko wapi? Sababu watu wanataka majibu. Sasa siku moja alinisemesha kitu kigumu sana, ambacho kabisa ningekuwa ni kwamba ninakuwa na kawaida mimi ya kutoa maandiko au ya kutoa masomo, ili somo ningelitoa mapema sana. Lakini wezi amini, lilipotea kabisa ndani yangu. Alafu limekuja kuzuka hivi karibuni. Linasema shughulikia, omba Mungu kushughulikia agano la damu la familia. Hatujapita kwenye hilo somo. Usije tumeangalia zuio la damu, alafu tumeangalia maagano yaliyoko kwenye damu, manake yaliyoko kwenye damu yako. Kwa hiyo usije ukafikiri kwamba tunarudia. Hili ni agano la damu
la familia, alafu tukazishughulikia zuio la damu, alafu tukaja tukashughulikia maagano ya damu, yani maagano ambayo yako kwenye damu ya mtu tulishughulikia. Lakini hili lisikilize, alafu tunaenda kusimamisha agano moja baada ya kuliondoa hili tunalo kwenda kushughulika nalo la damu. Omba Mungu kushughulikia roho. Yaani kuna vitu tu ambavyo vinaweza vikawa vinakung'ang'ania ama vinafuatilia. Na mimi hiyo kitu ndo huwa najaribu kumwomba Mungu anisaidie kujua shida ni nini inayokuwepo. Sababu Mungu wetu sio kiziwi, mkono wake sio mfupi. Kuna mtu anahangaika kwenye issue mpaka unajiuliza huyu mtu vipi? Na asilimia kubwa wameishia tu kwenye kukata tamaa. Maana yake hawezi tena kwenda. Lakini kuna vitu. Sasa kuna kauli moja ambayo ilinijia hivi karibuni, kwamba usiseme kwamba kama ni kuomba umeomba sana. Naweza nikakwambia hujaomba, kwa sababu Biblia inasema ombeni bila kukoma. Kwa kuna namna nyingi sana. Kwa hiyo omba Mungu kushughulikia roho zinazokufuatilia za kiagano la damu la familia ambalo lipo na lina nguvu ambalo adui analitumia kukufuatilia wewe. Adui analitumia kukufuatilia wewe mahali ulipo na kila mahali, na lipo lina nguvu. Kwa sababu kuna mtu anaomba, yaani kuna mtu ameomba hadi sasa hajui aombeje. Sijui kama unanielewa kitu ninachozungumza. Lakini kuna mtu mmoja hapa ananielewa. Kuna mtu ameomba mpaka sasa hivi hajui aombeje tena, na bado anamwamini Mungu ila hajui aombeje. Kwa sababu bado kuna mambo hayaendi, na haoni kama kuna mambo yanaenda, na haoni kama kuna kitu kinaenda. Ni kwa nini? Kwa sababu bado kuna roho za familia ambazo zinakufuatilia na haujui ufanyeje. Na ni kupitia hilo agano la damu lililowekwa, au kupitia kitovu tulishajifunza. Yaani kuna maeneo kadhaa ambayo adui anaweza akafuatilia, yaani anakuwa anakufuatilia. Moja, tumeshajifunza habari ya kitovu. Kama ulichukulia poa, rudia tena ile. Tukajifunza habari ya nywele za kwanza za utotoni, tukashughulikia. Lakini pia roho zile zinaweza kukufuatilia kupitia kuchanjwa. Hiyo hatujaishughulikia. Lakini sehemu nyingine ambayo ni kubwa ni hii ya leo ambayo tunaenda kujifunza sasa hivi, agano la damu. Sasa tufatane. Mwambie mwenzio tufatane. Kaa vizuri, mwambie mwenzio hapo. Kuna hii keyword yetu ambayo tumekuwa tunaenda nayo, Isaya 28 mstari wa 15. Anaosema kwa sababu mmesema tumefanya agano na mauti, tumepatana na kuzimu. Tunaenda sawa? Mstari wa 18 akasema, na agano lenu mliloagana na mauti litabatilika, tena mapatano yenu mliopatana na kuzimu hayatasimama. Tunaenda sasa. Hayo ni maagano yaliyowekwa kati ya mauti na familia, kati ya kuzimu na familia. Ufunuo 6:8 anasema hivi, nikaona natazama farasi wa rangi ya kijivujivu. Sikia, na yeye aliyempanda jina lake ni Mauti, na kuzimu akafuatana naye. Angalia, nao wakapewa mamlaka. Kwa hiyo baada ya agano na mauti inakuwa na mamlaka. Baada ya agano na
kuzimu inakuwa na mamlaka. Na nilishakwambia hapa kwamba hatuzungumzi habari ya mauti kama kitendo, hatuzungumzi habari ya kuzimu kama eneo. Tunazungumza habari ya mauti kama roho, tunazungumza habari ya kuzimu kama roho. Tunaenda sasa. Na hapo ndipo baada ya lile agano, katika hayo maagano ndipo adui aliposimamia. Ndipo hapo aliposimamia. Sasa tufatane ndugu yangu. Tufatane, ndo tunaenda sasa kwenye nani lenyewe. Tufatane vizuri. Na naomba Mungu akusaidie. Tufatane vizuri kabisa. Warumi 15:8. Warumi 15:8. Anasema hivi: kwa maana nasema ya kwamba Kristo amefanywa mhudumu wa agano la kutahiriwa. Narudia. Kristo amefanyika mhudumu wa agano la kutahiriwa kwa ajili ya kweli ya Mungu, kusudi azithibitishe ahadi walizopewa baba zetu. Kwa hiyo Kristo alifanyika mhudumu wa agano la kutahiriwa. Kwa hiyo kuna agano la kutahiriwa. Ndiyo, kutahiriwa, kutahiriwa kabisa. Kutahiriwa huko unapojua kutahiriwa. Kama Kristo alifanyika mhudumu, Warumi 15:8. Kama Kristo alifanyika mhudumu wa agano la kutahiriwa kwa ajili ya kweli ya Mungu, ujue kuna kufanyika mhudumu wa agano la kutahiriwa pasipo kweli ya Mungu. Tunaenda sasa pasipo kweli ya Mungu. Kwa hii tupatane, kuna agano la kutahiriwa. Tunaenda sawa? Na ukitahiriwa damu. Sasa kama kuna agano la kutahiriwa na ukitahiriwa damu zinatoka, unaweza ukaelewa sasa. Shughulikia agano la damu lililopitia. Sasa Warumi 15:8 anakuambia alifanyika mhudumu wa agano la kutahiriwa kwa ajili ya kweli ya Mungu. Mungu kusudi azithibitishe ahadi walizopewa baba zetu. Sasa ahadi walizopewa baba zetu. Twende Matendo ya Mitume 7:1. Matendo ya Mitume 7:1. Kuna kitu kigumu hapa. Matendo ya Mitume 7:1, lakini nimeomba Roho Mtakatifu akusaidie ili uweze kuelewa sasa. Matendo ya Mitume 7:1. Anasema hivi. Tusikilizane vizuri wapendwa wangu. Anasema hivi: kuhani mkuu akasema, je, mambo hayo ndivyo yalivyo? Mstari wa 2. Naye akasema, ndugu zangu na baba zetu na baba zangu, sikilizeni. Mungu wa utukufu alimtokea baba yetu Ibrahimu alipokuwa katika Mesopotamia, kabla hajakaa Harani, akamwambia, toka katika nchi yako na katika jamaa zako, ukaende katika nchi nitakayokuonyesha. Ndipo mstari wa 4, ndipo alipotoka katika nchi ya Wakaldayo akakaa Harani. Akatoka huko baada ya kufa babaye. Mungu akamhamisha mpaka nchi hii mnayokaa ninyi sasa. Mstari wa 5, wala hakumpa urithi humu hata kiasi cha kuweka mguu. Angalia, akaahidi kwamba atampa iwe miliki yake na ya uzao wake baadaye alipokuwa hana mtoto. Mstari wa 6, Mungu akanena hivi. Huyo ni Paulo anatoa takwimu hizo kwenye Matendo ya Mitume 7:1. Anatoa takwimu hizo. Mstari wa 6, Mungu akasema hivi, ya kwamba wazao wako watakuwa wageni katika nchi ya watu wengine, nao watawafanya kuwa watumwa wao na kuwatenda mabaya kwa muda wa miaka 400. Mstari wa 7, na lile taifa watakaowafanya watumwa nitawahukumu mimi, alisema Mungu, na baada ya hayo watatoka nao wataniabudu mahali hapa. Paulo anasema hivi, mstari wa 8, akampa agano la tohara. Akampa agano
la tohara. Basi Ibrahimu akamzaa Isaka, akamtahiri siku ya 8. Isaka akamzaa Yakobo, Yakobo akawazaa wale 12 wazee wetu. Nilichokuwa nataka uone hiyo pamoja na mambo yote hayo, lakini kwenye Warumi 15:8 anasema Kristo amefanyika mhudumu wa agano la kutahiriwa. Nikakwambia kwa hiyo kuna agano la kutahiriwa. Ni Warumi hiyo 15:8. Kwa hiyo kuna agano la kufanya nini? La kutahiriwa. Katika Matendo 7:1, Matendo ya Mitume 7:1, Paulo anatoa takwimu. Anatoa takwimu jinsi ambavyo Mungu alivyokuwa anazungumza na Ibrahimu. Alafu mstari wa 8, baada ya mazungumzo, Biblia inasemaje? Mungu akampa agano la tohara. Kwa hiyo kuna agano la tohara. Angalia, basi Ibrahimu akamzaa Isaka, akamtahiri siku ya 8. Isaka akamzaa Yakobo, Yakobo akawazaa wale 12 wazee wetu. Tunaenda sawa? Agano la kutahiriwa. Tunaenda pamoja? Nenda Mwanzo 17. Hii takwimu ambayo Paulo alikuwa anaitoa hapa kwenye Matendo ya Mitume sura 7 mstari wa 1 mpaka ule mstari wa 8. Hii takwimu aliyokuwa anatoa hapa ndio hii tunaenda kuisoma hapa kwenye Mwanzo 17:2. Ile takwimu ndio tunaenda kuisoma. 17:2 anasema hivi. Mungu huyo sasa anasema hivi: nami nitafanya agano langu kati ya mimi na wewe. Mwanzo 17:2. Nami nitafanya agano langu kati ya mimi na wewe, nami nitakuzidisha sana sana. Angalia mstari wa 9. Mungu akamwambia Ibrahimu, nawe ulishike agano langu, wewe na uzao wako kwa vizazi vyao baada yako. Mstari wa 10. Angalia, hili ndilo agano langu utakalolishika. Nataka uone hiyo, utakalolishika kati ya mimi na wewe na uzao wako baada yako. Kila mwanamume wa kwenu atatahiriwa. Angalia 11. Mtatahiriwa vyema, mtatahiriwa nyama ya magovi yenu. Sikia, na jambo hilo litakuwa ishara ya agano kati ya mimi na ninyi. Mtoto wa siku 8 atatahiriwa kwenu. Kila mwanaume katika vizazi vyenu atazaliwa nyumbani, amenunuliwa kwa fedha. Kila mgeni asiyekuwa na uzao wako, mzaliwa wa nyumbani mwako na mnunuliwa kwa fedha yako, lazima atahiriwe, na agano langu litakuwa katika mwili wenu kuwa agano la milele. Mimi sijui kama umeelewa hayo maneno. Mungu akusaidie. Huyu ni Mungu anamwambia Ibrahimu. Anamwambia agano langu utalishika, na hili ndilo agano langu utakalolishika, kutahiriwa kila mwanamume. 11 anasema mtatahiriwa nyama ya magovi yenu. Anasema hivi, na jambo hilo lipi? Hilo la kutahiriwa. Anasema na jambo hilo litakuwa ishara ya agano kati ya mimi na ninyi. Mtoto wa siku 8 atatahiriwa. Angalia mstari wa 11. Mstari wa 13 anasema hivi, mzaliwa nyumbani mwako na mnunuliwa wa fedha yako, lazima, nataka uone hilo neno, lazima atahiriwe. Agano langu litakuwa katika mwili wenu kuwa agano la milele. Na mwanaume mwenye govi asiyetahiriwa nyama ya govi lake, mtu yule atatengwa na watu wake, amelivunja agano. Sasa angalia nenda mbele ule mstari wa 24. Anasema naye Ibrahimu alikuwa mwenye miaka 190. Mwenye miaka 99 alipotahiriwa nyama ya govi lake. Angalia mstari wa 25. Anasema hivi,
Na Ishmaeli mwanawe alikuwa mtu wa miaka 13 alipotailiwa nyama ya govi lake. Sasa kuisikia 26. Siku ile ile akatailiwa Ibrahimu na Ishmaeli mwanae. Sijui kama umenielewa hiyo kitu. Hii umewahi kujiuliza kwamba kutailiwa ni jambo la kiagano? Kwa sababu unaona Paulo anasema Kristo amefanyika kuwa mhudumu wa agano la kutailiwa. Akiwa anatoa takwimu kwenye Matendo ya Mitume, Paulo anasema Mungu alizungumza naye akamwambia, toka katika nchi hii, nenda kule, nenda kafanye hivi. Anasema hakumpa urithi, japokuwa alikuwa anaongea naye. Mstari wa 7 anasema, na lile taifa watakaowafanya watumwa nitawahukumu mimi, asema Mungu, na baada ya hayo wakatoka, nao wataniabudu mahali hapa. Angalia, akampa agano la tohara. Hili agano la tohara ndo hili ambalo tumeliona kwenye Mwanzo 17:2. Anasema hivi, nami nitafanya agano langu. Mstari wa 9 anasema Mungu akamwambia Ibrahimu, nawe utalishika agano langu. Mstari wa 10 anamwambiaje? Hili agano langu utakalolishika, agano langu utakalolishika ni hili, kutailiwa. 11 anasema mtatailiwa nyama ya govi yenu, na jambo hilo litakuwa ishara. Kwa hiyo kutailiwa ni jambo la ishara la Mungu husika. Kutailiwa ni agano la ishara. Kutailiwa ni ishara ya agano kati ya ninyi na ninyi. Mtoto wa siku 8 atatailiwa. Ule mstari wa 13 mimi ndio ulioniacha hoi. Anasema mzaliwa wa nyumbani mwako na mnunuliwa wa fedha yako lazima atailiwe. Sikia, alafu anamwambiaje? Agano langu litakuwa katika mwili wenu. Kwa hiyo mwili umebeba agano la kutailiwa. Tunaenda sawa? Limebeba agano la kutailiwa. Kwa hiyo kutailiwa ni jambo la kiagano. Tunaenda sawa? Okay. Ngoja nikuaishe. Dakika nazo zinaenda. Ngoja nikuaishe. Kesho najua tutazungumza zaidi. Ngoja nikuaishe. Ili ujue hivi vitu unavyozungumza, nataka nikuulize. Angalia baadhi ya mikoa au baadhi ya kabila. Na hili jambo Mungu alilijua, hili jambo lilikuwepo. Na kama lilikuwepo, ujue adui alilijua mapema. Na baada ya kulijua mapema, kwa hiyo wakati familia inafanya maagano na mauti, wakati familia inafanya mapatano na kuzimu, wale wakapewa mamlaka. Kwa hiyo walipopewa mamlaka wakakamata na hili agano kwamba sasa mtu wa kwenu yoyote atakayezaliwa kwenye hii familia atatailiwa. Sasa angalia kwenye familia mtu akitailiwa, kwa sababu tayari kuna maagano yale ya mauti na kuna maagano ya mauti, alafu kuna mapatano na kuzimu. Sasa angalia mtu kwenye familia, baadhi ya familia, mtu akitailiwa, nini kinafanyika? Au wanampeleka wapi? Au ni nini ambacho kinafanyika? Kwa sababu kuna kabila ambazo wakitaili, angalia kitu ambacho kinaenda kufanyika. Ile damu inaenda kufanya kitu gani? Ama wanaichukua wanaipeleka wapi? Kuna kabila ambao wakimtaili mtu au wa kiume au wa kike, wakitaili wanaenda wanapeleka ile damu, wanakinga ile damu, alafu wanaipeleka sehemu ambako wanafanyia tambiko, au wanapeleka, au inawezekana, unisikilize, inaweza isiwe damu isachi, lakini ikawa lile gofi. Sijui kama unanielewa mtu wa Mungu.
kwa sababu wanachukua ile damu wanapeleka kwenye maeneo yao, wanapeleka kwenye sehemu zao za ibada, wanapeleka kwenye sehemu zao ambazo wanafanyia mambo yao ya ibada. Sasa kama lilikuwa ni swala tu la kutahiri, kwa nini lile damu zichukuliwe zipelekwe kule mahali? Watu walishajua mapema sana, wakajua kabisa. Adui alijua mapema sana hii habari, akajua kabisa kwamba watu ili niweze kuwakamata lazima niweke agano nao mapema sana. Na aina ya agano ambalo naweza nikaenda nalo ni lile agano ambalo Mungu ameandika kwenye Biblia ya kwamba liwe ishara. Na anasemaje? Ili agano litakuwa katika miili yenu, liwe agano la milele. Sasa wewe angalia kwenye familia ya kweli, wakitahiri wanafanyaje? Okay, ngoja nikwambie, kuna sababu gani ya kuwatahiri watu alafu na kuwapeleka somewhere? Hujanielewa? Nauliza hivi, kama hakuna maana niambie sababu. Nyinyi mnajua ukoo wa kwenu mnafanyaje, ninyi mnajua familia ya kwenu mnafanyaje. Kama ikitokea mtu ametahiriwa, nini ambacho kinafanyika? Sijui kama unanielewa. Yaani nini ambacho kinafanyika ikitokea mtu ametahiriwa? Nini kinachofanyika? Okay. Inawezekana wewe usijue, lakini ile miungu inakuwa pale kwa sababu lile jambo ni la kiibada. Yesu nisaidie. Jambo la kutahiriwa ni jambo la kiibada, whether wewe unajua ama ujui, lakini issue ya kutahiriwa ni issue ya kiibada. Unaniuliza ibada kivipi? Ni Mungu ndiye aliyetoa hiyo takwimu, akasema agano langu litakuwa. Agano langu litakuwa. Shika agano langu. Ni lipi? La kutahiriwa. Sasa angalia, Ibrahimu amekuja kutahiriwa akiwa na miaka 90. Unajua ni kwa sababu gani? Ni baada ya kukutana na Mungu aliye hai. Kesho tutaongea zaidi huko. Ibrahimu amekuja kutahiriwa akiwa tayari ana miaka 90. Ni mzee. Ndio akaja akatahiriwa. Na Biblia inasema alitahiriwa siku moja. Ile ile aliyotahiriwa ndio siku ambayo pia Ishmaeli alitahiriwa. Maana yake nini? Ametahiriwa wakati tayari Mungu ameshazungumza naye. Angetahiriwa kipindi ambacho Mungu hajazungumza naye, angetahiriwa kipindi ambacho Mungu alikuwa hajazungumza naye, angeingia maagano na ile miungu ya baba yake Tera. Unanielewa? Nasema hivi, Ibrahimu angetahiriwa kabla ya hapo, angeingia maagano na ile miungu ya baba yake Tera. Lakini Mungu alipiga stop. Na baadaye ili kumfanya baba wa mataifa, anamwambia sikiliza, agano la kwanza katika mwili wako litakuwa kwenye mwili wako. Linakaaje kwenye mwili? Utahiriwe. Na hiyo itakuwa ni ishara kati ya mimi na ninyi. Ni lipi? Ya kutahiriwa kwa watoto wa kiume kweli. Hii kitu sijui kama unanielewa. Sasa unaweza ukaelewa mtu anaweza akafuatiliwa na hizo roho za damu. Na wewe unajua ile damu kwa kina mama inakuwa vipi? Unaweza ukajua. Kuna damu ya kwanza. Ngoja kesho labda tutazungumza zaidi huko. Kuna damu ya kwanza kwa maana ya bikira. Alafu kuna damu ya kwanza. Niko kwenye madhabahu hapa, siwezi kuongea kila kitu ukajiongeze mwenyewe uelewe. Sasa kama kutahiriwa ni jambo la ibada. Unajua sisi au mimi na wewe inawezekana ndio tulikuwa tujui kama kutahiriwa ni jambo la ibada. Na ndio maana labda yamkini tulikuwa tunalichukulia simple. Lakini nataka nikwambie Mungu alimwepusha Ibrahimu mapema kwa sababu alijua lile ni agano. Kutahiriwa ni swala la kiagano. Achilia sasa hivi ambako limegeuzwa, limepelekwa kiroho. Lakini mwanzoni Biblia inasema vipi? Paulo mwenyewe anahadithia ile habari, anasema Mungu akampa agano la tohara, akamtahiri siku 8. Ibrahimu akamzaa Isaka, akamtahiri siku 8. Ndani ya siku 8 kamtahiri Isaka. Wakati huo Ishmaeli ameshazaliwa, ana miaka 10 na kitu. Alafu Ibrahimu akatahiriwa siku moja. Kwa hiyo ina maana Isaka
alitahiriwa ndani ya siku 8, alafu Ibrahimu na mwanae Ishmaeli wakatahiriwa siku moja. Ishmaeli akiwa na miaka 10 na kitu, baba yake akiwa na miaka 90. Kwa nini? Kwa sababu tayari lilikuwa ni agano. Kwa hiyo Ishmaeli na baba mtu walitahiriwa siku moja kiagano. Okay. Kwa hiyo tukija katika nani ya kawaida, Ishmaeli aliingia agano la kimwili katika mwili na Mungu aliye hai. Kwa hiyo sasa kama ndivyo hivyo, maana yake adui alijua haya mambo, na kwa sababu ameshakuwa na mamlaka katika familia zetu, yeye anaijua hiyo siri ya kwamba kutahiriwa ni ishu ya kiibada, na ndio maana aliweka utaratibu mapema ya kwamba mtu akitahiriwa katika familia hii ni nini ambacho kitokee. Mtu akitahiriwa katika familia hii ni nini ambacho kitokee. Kwanza avae mavazi rasmi, halafu avae aina fulani hivi kuna kabila nyingine au familia nyingine wanavaa aina fulani ya sinka, wanavaa aina fulani ya sinka, unajulisha kwamba huyu mtu ametahiriwa. Kuna mtu mwingine wanavaa aina fulani ya shanka kuonyesha kwamba huyu mtu ametahiriwa. Hiyo ni kabila la wanawake ambao wanatahiri au ni wanaume ambao wanatahiri. Ujue ya kwamba adui anaweka utaratibu, na aliweka utaratibu mapema kwa sababu alijua kabisa ya kwamba hili ni agano, hii ni ishu ya kiibada. Manake wanapokwenda kutahiri au wanapokwenda kutahiri, adui anajua kabisa kwamba ile miungu ya familia inajua hii ni ishu ya kiibada. Manake tunaingia kwenye ibada, ndio siku rasmi, na ndio maana ni siku 8 ni ibada. Na kitu ambacho tu kinatafuta hapa, maanake huyu mtoto apewe aingie kwenye agano la kimungu mapema kabla. Mungu anisaidia kesho niendelee vizuri hapo uweze kunielewa, lakini at least ujue, at least ujue kidogo. Soma maandiko, rudia hayo maandiko vizuri, kwa sababu ukitaka uelewe vizuri, angalia ripoti aliyoitoa Paulo, ile Matendo ya Mitume 7 kuanzia 1 mpaka 8. Angalia ripoti ile aliyokuwa anaitoa, ndio utajua kwamba hiki ni kitu cha muhimu. Alafu angalia kule juu, kule ile Warumi 15, wakati Mungu sasa wakati analeta ukombozi wa hii nchi, wakati analeta ukombozi, anasema Kristo mwenyewe alifanyika kuwa agano, mhudumu wa agano la kutahiriwa. Okay. Ngoja sasa. Ngoja tuongee kitu hapa kidogo. Kwa Yesu alitahiriwa, sio? Alitahiriwa kwa sababu gani? Ili kufisha, ili tupate nguvu, tupate mandate, tutumie agano lake la kutahiriwa kuharibu lile agano la kutahiriwa tuliloingia na ile miungu ya familia. Hujanielewa. Ngoja angalia. Anasema hivi. Angalia Luka 1:59. Luka 1:59. Ndio maana nimekwambia hapa tunapeana vitu vya kukusaidia kujua ya kwamba ni kwa nini unavutwa. Ni kwa nini bado roho zinakufuatilia? Kwa nini? Lazima kuna kitu ambacho adui anakuwa bado amekishikilia. Kuna roho zinakuwa zinafuatilia. Na nataka nikwambie baada ya hapa kuna jambo jipya linaenda kufanyika. Hujanisikia? Nasema hivi, kuna jambo jipya linaenda kufanyika. Angalia Luka 1:59. Anasema hivi, ikawa siku ya 8 wakaja kumtahiri mtoto, wakataka kumpa jina la babaye Zakaria. Huyo ni mtoto gani? Ni Yesu. Angalia Luka 2:21. Hata zilipotimia siku 8 za kumtahiri. Unaelewa? Unakumbuka hizo siku 8? Ni agano ambalo Mungu alikuwa ameshalitoa. Ni taarifa ambayo ilikuwa imeshatolewa kwamba huyu mtoto akifika siku 8 atahiriwe. Kutahiriwa ni jambo la ibada. Maana yake kutahiriwa kule ambacho kulikuwa kunafanyika kwa Yesu sasa ni kwa sababu alishakuja kwa ajili ya ukombozi. Na kama alishakuja kwa ajili ya ukombozi, maana yake alikuwa anakuja ili atusaidie sisi tutumie agano lake la kutahiriwa ambalo limekaa katika mwili wake kwa ajili ya kupiga ili agano jingine ambalo limewekwa la kutahiriwa. Mungu akubariki sana. Najaribu kukueleza ujue
aina ya roho ambazo zimekuwa zinakufuatilia bila wewe mwenyewe kujua. Na ndio maana mwanzoni nimekwambia kwamba kuna mtu ameomba hata haelewi ni kwa nini hata haelewi ni kwa nini anakwenda, alafu bado kuna roho za kifamilia zinafuatilia, au bado kuna roho za kiukoo au roho mbalimbali bado zinamfuatilia, na mojawapo ya kodi au mojawapo ya password ni hiyo. Sasa angalia, kuna damu nyingi ambazo zinatolewa. Kuna hiyo damu ya kutahiriwa, kuna damu ya siku ya kwanza au ya bikra, halafu kuna damu, na nitakueleza kesho juu ya kitu kimoja hivi. Sitaki kukwambia. Kwa kuna damu ya kutahiriwa, kuna damu ya siku ya kwanza bikra, afu kuna damu hii. Nafikiri unajua. Na zote hizo adui amekaa anatengeneza agano kupitia. Na ni mara chache sana, si watu wengi sana tulikuwa tunajua hiki kitu, kujua ya kwamba issue ya kutahiriwa ni issue ya kiagano. Wewe angalia tu kwenye familia yako. Na ndio maana unaweza ukaona watu wengi sana, hasa wa baba, issue ya kuomba. Unaweza ukaelewa. Kwa sababu agano lile linakuwa kwenye mwili. Na ile miungu inapata mandate kubwa. Kwa sababu tayari imeshatengeneza agano kubwa. Kubwa ambalo lipo kwenye mwili. Ule mstari wa 13. Ule mstari wa 13, ile Mwanzo 17:13. Anasema mzaliwa wa nyumbani lazima atahiriwe. Agano langu litakuwa katika mwili wenu, kuwa agano la milele. Manake ni agano ambalo linakuwepo, linafuatiliwa na miungu. Yaani kitendo cha kutahiriwa. Mimi sijui kwenu wakitahiri wanaenda wapi. Kama ingekuwa ni issue ya kawaida hivyo, isingekuwa inafanywa mandingo yale ambayo yanafanyika wakati wa kutahiri. Sasa wanachukuliwa watu fulani waenda hapa. Yaani ni issue ya kiibada. Yaani kuna mambo ambayo yalikuwa yanaendelea wewe uko unajua, lakini ni issue ya kiibada. Na walinyofoa kutoka kwa Mungu kwa sababu walikuwa walijua kabisa ya kwamba hii ni issue ya kiibada, ili huyu mtu tusije tukampoteze. Na Mungu ndicho kitu ambacho aliona hapo kwa Ibrahimu, akasema ili nisije nikakupoteze wewe, tuweka agano, lakini agano langu lazima ulishike, na ni hili lazima utahiriwe. Na ili nitengeneza agano langu katika damu, ili nitengeneza agano langu katika mwili. Agano la kwanza ni katika mwili. Na ndio maana utaona wababa walio wengi kuomba inakuwa ni issue, kwa sababu baba yeyote aliyetahiriwa ameingia kwenye hili agano. Unaweza ukaelewa sasa, unaweza ukaelewa aina ya agano ambalo adui analiweka kwenye siku ya kwanza au ya ubikra. Unaweza ukaelewa ile agano ambalo adui analiweka la damu. Kesho tutakueleza vitu vingi zaidi ili uweze kujua namna gani ambavyo tunafuatiliwa na roho. Kwa sababu mimi wakati Mungu ananisemesha hiki kitu, nilikiangalia kwa jicho jingine, nikasema kazi ipi, alafu nikaangalia uhalisia, nikaingia kwenye maombi. Ndio maana kila wakati huwa nakwambia, kama kwangu iliweka, ujue na kwako itaweka. Kama kwangu ilifanya kazi, ujue na kwako itafanya kazi. Sasa hapa kama Yesu alifanyika kuwa mhudumu, manake tunatumia tohara ya Yesu kwa ajili ya tohara ya Yesu aliyefanyika kuwa mhudumu wa agano la kutahiriwa ama agano la tohara, kwa ajili ya kuharibu ili agano la kwetu ambalo tumeliweka na ile miungu. Kwa tunatumia ile damu ya Kristo ambayo ilimwagika kwa ajili ya kuharibu agano la tohara ambalo liko kwenye mwili. Kwa sababu anasema hivi, agano langu litakuwa katika mwili wenu, kuwa agano la milele. Kwa hiyo agano lile la kutahiriwa liko kwenye mwili. Mwili unakuwa mzito kusali, mwili unakuwa mzito kwenye ibada, mwili unakuwa mzito kwenye kila sehemu. Yaani usifanye jambo lolote unakuwa mzito. Agano limefanyika kwenye mwili na lipo, na adui alijua mapema. Na wewe mwenyewe unajua katika familia zenu mkitahiri mko mnafanya nini, au mkiingia kwenye kutahiri mnafanyaje? Mbaba huko hapo unanisikiliza, wewe unajua.
Wewe unajua. Unaweza kaona kama ni kitu kimoja ambacho ni cha kawaida tu, lakini wewe unajua. Nazungumza damu za aina tatu hapa. Damu ya kwanza, ubikra, agano lilifanyika. Nitakueleza kesho vizuri. Agano la damu la Evi. Alafu na la kutahiri. Ni ishara katika mwili. Ndio maana utaona watu wengi sana ni wepesi kwenye mambo mengine, lakini ni wazito kwenye masuala ya kimungu. Yaani kuna mtu anaweza akaongea jambo wewe mwenyewe unayelisikiliza ni gumu, lakini ukimwangalia yeye anavyoongea anachukulia hizi. Amebanwa na yeye, roho ya familia inafuatilia kwamba sisi kwenye familia yetu ni hivi, sisi kwenye familia yetu ni hivi. Yaani kuna agano limekaa hapo. Tunaenda kuvunja hilo agano la damu. Tunasimamisha agano moja la damu ya Yesu. Hujanielewa? Tunaenda kuvunja hilo agano la damu lilosimama mpaka leo. Alafu tunasimamisha agano kwa sababu Yesu alishafanyika mhudumu wa agano la kutahiriwa. Tunaenda kulitumia hilo kwa ajili ya kuharibu hilo agano ambalo lipo na lina roho ambazo zinakufuatilia usiku na mchana. Unaenda huko zinakufuatilia kwa sababu ni roho za miungu zinakuwa zinakufuatilia. Ukienda kushoto zinakufuatilia, ukienda kulia zinakufuatilia kwa sababu ni roho za miungu zinakuwa zinakufuatilia, na kila mahali zinakufuatilia, kila sehemu zinakufuatilia. Kwa nini? Kwa sababu agano lipo la damu ambalo liko kwenye mwili. Unakuwa mwepesi kusikiliza vitu vingine, lakini sio maombi. Unakuwa mwepesi kushiriki mambo mengine, lakini sio maombi. Nataka tuingie kwenye maombi sasa hivi. Nataka tulivunje hilo agano. Wewe unaelewa? Inawezekana nimeongea kifupi, lakini Roho Mtakatifu akupe ufahamu ili uweze kuelewa. Kwa sababu adui ametengeneza utaratibu ambao ameingia kwenye utaratibu na amechukua mle kwenye maandiko. Rudia vizuri hiyo maandiko. Utaona naambiwa ulishika agano langu lipi la kutahiri. Na kwa kutahiri kuwa ishara ya agano langu kati ya mimi na ninyi. Kwa hiyo kutahiri ni agano. Ni issue ya kiagano, ni issue ya ibada. Na ndio maana kwenye familia nyingine nimekwambia wanaweza wakawa na tahiri, yani nakusanywa kabisa, leo wanatahiri, alafu wanawapeleka sehemu fulani, na sadaka zinatolewa. Kwa ile miungu. Sijui kama unanipata hiyo vizuri, lakini ngoja nikupeleka kwenye maombi kwa ajili ya kuvunja lile agano, kwa ajili ya kuondoa lile agano la damu. Tukishaondoa hilo agano la damu, tunasimamisha agano la damu ya Yesu ambalo yeye alitahiriwa kwa ajili ya kutuponya sisi. Tunaondoa lile agano ambalo lipo agano la damu. Nataka usimame mtu wa Mungu, uanze moja kwa moja kushughulikia hilo agano la damu. Kuna agano la damu ambalo limesimama hapa. Ile damu ya kwanza wewe mwenyewe unajua. Ile damu ya Evi wewe mwenyewe unajua. Endelea ufikirie ya kwamba unatakiwa kuingia kwenye maombi kwa damu ya Yesu. Uondoe hilo agano la damu uondoe hilo agano ambalo lilifanyika katika damu, ambalo lilifanyika wakati wa kutahiriwa. Unaweza ukaelewa. Hajalishi ni mmeo, omba kwa ajili yake. Inawezekana akawa mtoto wako, omba kwa ajili yake. Inawezekana akawa mwanao, omba kwa ajili yake. Unaona anavyoenda sivyo ndivyo. Kuna agano lilifanyika. Inawezekana wewe hujui, lakini kuna agano lilifanyika. Kumbuka wewe ni mtoto wa familia fulani. Kwa hiyo kuna agano lilifanyika wakati wa tohara ya mwanao. Kuna agano lilifanyika, hilo agano la damu lilifanyika. Kumbuka hilo ni issue, ni ya kibibilia. Hilo ni agano la damu. Kumbuka kabisa ya kwamba kama ni agano la damu, hujue ya kwamba kabisa adui aliingia hapa. Hebu tawanya hilo agano. Hebu ondoa hilo agano la damu lilofanyika kwa njia ya kutahiriwa. Hebu ondoa hilo agano la damu. Ondoa hilo agano la damu kwa damu ya Yesu. Hebu ondoa hilo agano la damu. Hebu ondoa hilo agano la damu lilofanyika. Lilifanyika katika mwili. Ondoa hilo agano la damu kwa damu ya Yesu. Na ndio maana roho zinakufuatilia.
zile roho za familia zinavyokufuatilia, nasema ondoa hilo agano la damu. Hilo agano la damu liondoe kwa damu ya Yesu. Ondoa kwa damu ya Yesu, 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 ondoa kwa damu ya Yesu. Hilo agano la damu liondoe, ondoa kwa damu ya Yesu, ondoa kwa damu ya Yesu. Hilo agano la damu nasema liondoe, nasema liondoe kwa damu ya Yesu, nasema liondoe. Oh, kazana liondoe. Hilo agano la damu liondoe, hilo agano la damu liondoe, hilo agano la damu liondoe. Ondoa hilo agano la damu, ondoa hilo agano la damu, ondoa hilo agano kwa damu ya Yesu. Nasema ondoa hilo agano la damu katika jina la Yesu. Nasema ondoa agano la damu kwa damu ya Yesu. Nasema ondoa agano la damu. Oh mama, omba kwa damu ya Yesu. Omba, usichukulie poa. Ondoa hilo agano la damu lilosimama. Hilo agano la damu lilosimama hapa, limesimama agano la damu hilo ambalo limepita kwenye tohara. Ondoa hilo agano la tohara, ondoa agano la tohara, ondoa hilo agano la tohara kwa damu ya Yesu. Ondoa agano la damu ya kwanza kwa damu ya Yesu. Ondoa hilo agano la damu, ondoa agano la damu, ondoa hilo agano la damu kwa damu ya Yesu. Ondoa hilo agano la damu kwa damu ya Yesu. Ondoa hilo agano la damu, ondoa kwa damu ya Yesu. Endelea kuondoa, ondoa hilo agano, peleka hiyo damu ya Yesu. Peleka hiyo damu ya Yesu ikienda, peleka hiyo damu ya Yesu ikienda, inajua ikafanya kitu gani, inajua ikafanya nini, inajua ikafanya nini. Ondoa hilo agano la damu kwa damu ya Yesu. Ondoa hilo agano la damu, peleka hiyo 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 damu ya Yesu. Achilia damu ya Yesu, achilia damu ya Yesu. Peleka hiyo damu ya Yesu, acha damu ya Yesu iende, acha damu ya Yesu iende, acha damu ya Yesu iende. Peleka hiyo damu ya Yesu iende. Oh ndugu yangu, ilifanyika agano la tohara katika jina la Yesu. Oh, angalia nyumbani kwenu jinsi Mungu inavyotawala. Oh, achilia hiyo damu ya Yesu iende. Ikaondoa hilo agano la damu katika jina la Yesu. Ikaondoa agano la damu, ikaondoa agano la damu. Yes, ikaondoa agano la damu, agano la damu, agano hilo la damu ambalo linasababisha hizo roho zinazokufuatilia katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Hilo agano la damu liondoe, ondoa agano la damu, ondoa agano la damu, ondoa agano la damu, ondoa hilo agano la damu. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba mtu wa Mungu, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba kwa damu ya Yesu. Nasema endelea kuomba kwa damu ya Yesu. Nasema endelea kuomba, nasema endelea kuomba, endelea kuomba kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Endelea kuomba mtu wa Mungu, endelea kuomba, endelea kuomba katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Yes, ondoa hilo agano, ondoa hilo agano, ondoa hilo agano kwa damu ya Yesu. Endelea, ondoa hilo agano, ondoa hilo agano, ondoa agano hilo kwa damu ya Yesu. Endelea kuondoa, endelea kuondoa. Nasema ondoa hilo agano. Nasema maanisha, maanisha. 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 Maanisha kwa damu ya Yesu. 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 Hebu ondoa hilo agano. Nasema maanisha, maanisha. Wewe mama maanisha. Wewe mama maanisha. Omba kwa ajili ya mmeo. Wewe mama maanisha, omba kwa ajili yako. Hilo agano la damu lilokaa hapa katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Endelea kuomba kwa damu ya Yesu. Wewe angalia familia nyingine, mtoto akivunja ungo wanampeleka wapi? Akivunja ungo wanampeleka wapi? Wewe angalia hilo agano la damu. Angalia wa familia nyingine, mtoto akivunja ungo wanampeleka wapi? Wanampeleka wapi? Wanampeleka wapi? Ondoa hilo agano la damu kwa damu ya Yesu. Hilo agano la damu ambalo limekaa. Nasema ondoa hilo agano kwa damu ya Yesu. Nasema ondoa hilo agano la damu. Ondoa hilo agano la damu katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Endelea kuomba mtu wa Mungu, endelea kuomba. Endelea kuomba katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Ondoa hilo agano la damu kwa jina la Yesu. Ondoa hilo agano la damu katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Endelea kuomba kuondoa hilo agano la damu. Endelea kuomba kwa kuondoa hilo agano la damu. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba mtu wa Mungu. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba kwa damu ya Yesu. Endelea kuomba kwa damu ya Yesu. Hilo agano la damu, hilo agano la damu. Wewe angalie watu wengine wakivunja unga. Hao watoto wanakusanywa, wanawapeleka wapi? Wanawapeleka wapi? Wanawapeleka wapi? Wakisikia tu kama amevunja unga, wanapeleka wapi? Wanafanya nini? Katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Wewe endelea kuondoa hilo agano la damu. Ondoa hilo agano la damu, hilo miungu. Ipeleke damu ya Yesu. Hebu peleka damu ya Yesu. Hebu achilia damu ya Yesu. Hebu peleka damu ya Yesu. Hebu peleka damu ya Yesu. Peleka hiyo damu ya Yesu. Hebu peleka damu ya Yesu. Peleka damu ya Yesu. Hebu achilia damu ya Yesu. Achilia damu ya Yesu. Achilia hiyo damu ya Yesu iende. Wewe achilia hiyo damu ya Yesu iende. Achilia damu ya Yesu iende. Ngoja iende hiyo damu ya Yesu. Yasire watu anachaki, anachaki, anachaki. Anachake katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Hizo roho ambazo zilikuwa zimekaa, hebu kemea hizo roho kwa damu ya Yesu. Hizo roho zinazokufuatilia kwa sababu ya hilo agano la damu,
Hebu kemea hiyo roho kwa damu ya Yesu. Kemea kwa damu ya Yesu, kemea kwa damu ya Yesu. Kemea kwa damu ya Yesu, kemea kwa damu ya Yesu. Hajalishi zilitoka, hajalishi zilikuja, hajalishi alikufuatilia wakati gani, hajalishi muda wa kuvunja ungo. Katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Ni ile damu ya kwanza iliyotoka. Katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Ni ile damu ya kwanza iliyotoka. Na ndio maana Yesu alikuja akawa mhudumu wa agano la tohara. Na ndio maana na yeye alitahiriwa ili kuvunja ile agano, kwa sababu ilishaona kwamba kuna dalili zimeingilia. Hebu achilia hiyo damu ya Yesu, achilia damu ya Yesu. Ngoja hiyo damu ya Yesu iende kwa ajili ya kuondoa ile agano la tohara. Katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Hizo roho ambazo zinakufuatilia, hizo roho zilizofuatilia, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, nasema achia kwa damu ya Yesu. Kemea hizo roho, kemea hizo roho, kemea hizo roho ambazo zimeingia ndani mwako kwa kutumia ile agano la kwa kutumia ile agano la damu, ile agano la tohara, katika jina la Yesu. Hebu kemea kwa jina la Yesu. Toka achia. Yes. Endelea kuomba, kemea. Toka kwa jina la Yesu. Yes, kwa jina la Yesu. Toka achia kwa jina la Yesu. Toka achia. Yes, hizo roho kemea. Kemea hizo roho zikuachie. Nasema achia kwa damu ya Yesu. 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 Toka. Yes. Endelea kuomba. Nasema zikuachie. Nasema leo zinakuachia hizo roho katika jina la Yesu, zilizokuja kwa njia ya tohara, kwa njia ya kuvunja ungo, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, kwa njia ya kuvunja ungo, katika jina la Yesu. Hizo roho zikuachie zinazofuatilia usiku na mchana, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Yes, endelea kuomba. Sikusikii. Mama, omba kwa damu ya Yesu. Mwache mtu ambaye anafikiria masiara hapa. Omba kwa damu ya Yesu. Unaweza ukashangaa watu wanafuatiliwa na roho mbalimbali, lakini zimetoka kwenye familia. Hizo roho kemea. Kemea hizo roho kwa damu ya Yesu. Kemea hizo roho kwa damu ya Yesu. Nasema kemea hizo roho katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Nasema kemea. Kemea hizo roho kwa damu ya Yesu. Nasema kemea kwa damu ya Yesu. Nasema zikuachie. Achia. Hizo roho za familia ambazo zinafuatilia hizo roho za tohara, katika jina la Yesu. Toka achia. Nasema kwa damu ya Yesu. Toka katika jina la Yesu. Toka. Endelea kuomba. Kemea hizo roho, kemea hizo roho zikuachie. Zimekufuatilia maeneo mengi, zimekuja kwenye maeneo yako, katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Simamisha hilo agano la damu ya Yesu. Simamisha agano la damu ya Yesu. Nasema simamisha agano la damu ya Yesu. Simamisha kwenye ukoo hilo agano la damu ya Yesu. Simamisha hilo agano la damu ya Yesu. Yeye alifanyika kwa mhudumu wa agano la kutahiriwa, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Simamisha hilo agano la damu ya Yesu. Nasema simamisha hilo agano la damu ya Yesu. Simamisha hilo agano la damu ya Yesu. Simamisha agano la damu ya Yesu. Simamisha hilo agano la damu ya Yesu. Na simamisha agano la damu ya Yesu. Wewe simamisha agano la damu ya Yesu. Yesu alifanyika kwa agano. Alitahiriwa ili kuondoa. Yeye alitahiriwa ili kulifisha ile agano la kutahiriwa, katika jina la Yesu. Hebu simamisha hilo agano la damu ya Yesu la kutahiriwa. Simamisha hilo agano la damu ya Yesu. Simamisha agano la damu ya Yesu. Alifanyika kwa ajili ya kweli ya Bwana. Ujue kuna kitu ambacho sio kweli ya Mungu, katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Simamisha agano la damu ya Yesu. Simamisha agano la damu ya Yesu. Simamisha agano la damu ya Yesu. Simika agano la damu ya Yesu. Ruhusu agano la damu ya Yesu. Simamisha agano la damu ya Yesu. Ndio maana Yesu alisema ya kwamba hii damu imwagikayo ni damu ya kiagano, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Simamisha hilo agano la kiagano. Simamisha hilo agano la damu. Simamisha damu ya Yesu. Simamisha damu ya Yesu kama damu ya kiagano, katika jina la Yesu. Simamisha damu ya kiagano. Hiyo damu ya Yesu. Simamisha kama damu ya kiagano. Simamisha hilo agano la damu ya Yesu. Simamisha agano la damu ya Yesu. Simamisha agano la damu ya Yesu. Simamisha agano la damu ya Yesu, katika jina la Yesu. Simamisha hilo agano la damu ya Yesu. Simika hilo agano. Simamisha agano la damu ya Yesu. Simamisha agano la damu ya Yesu. Simamisha hilo agano la damu ya Yesu. Simamisha agano la damu ya Yesu. Simamisha agano la damu ya Yesu. Simamisha agano la damu ya Yesu, katika jina la Yesu. Endelea kuomba katika jina la Yesu. Simamisha hilo agano la damu ya Yesu. Endelea kuomba. Yes. Simamisha hilo agano. Simamisha agano la damu ya Yesu.
Baada ya kuondoa lile agano jingine, unasimamisha agano la damu ya Yesu. Endelea kusimamisha agano hilo la damu ya Yesu. Endelea kusimamisha, endelea kulisimamisha. Endelea kusimamisha mtu wa Mungu, endelea kusimamisha. Endelea kusimamisha hilo agano la damu ya Yesu. Endelea kusimamisha kwa damu ya Yesu. Endelea kusimamisha kwa damu ya Yesu, endelea kusimamisha. Endelea kusimamisha hilo agano la damu ya Yesu. Yes, endelea kuomba, endelea kuomba. Endelea kuomba mtu wa Mungu. Kesho tutaomba zaidi. Kesho tuna kazi ya kuomba. Katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Endelea kuomba mtu wa Mungu katika jina la Yesu. Endelea kuomba mtu wa Mungu, endelea kuomba kwa ajili ya kusimamisha hilo agano la damu ya Yesu. Agano la kutahiriwa la damu ya Yesu. Agano la kutahiriwa la damu ya Yesu. Lisimame katikati yako. Lisimame katikati yako. Lisimame katikati yako. Lisimame. Linasimama hilo agano la damu ya Yesu. Hilo agano la damu ya Yesu linasimama. Katika jina la Yesu endelea kuomba. Katika jina la Yesu endelea kuomba, endelea kuomba. Rejesha hilo agano la damu ya Yesu. Rejesha agano la damu ya Yesu. Simamisha hilo agano, endelea kusimamisha pande zote. Endelea kusimamisha katika jina la Yesu. Endelea kusimamisha mtu wa Mungu, endelea kusimamisha. Endelea kusimamisha, endelea kusimamisha. Endelea kusimamisha mtu wa Mungu, endelea kusimamisha. Kuna kitu cha ajabu sana. Agano la damu ya Yesu. Endelea kusimamisha hilo agano la damu ya Yesu. Endelea kulisimika hilo agano la damu ya Yesu. Endelea kulisimika hilo agano la damu ya Yesu katika jina la Yesu. Endelea kulisimika hilo agano la damu ya Yesu. Yes. Endelea kuomba. Endelea kuomba, endelea kuomba. Endelea kuomba mtu wa Mungu, endelea kuomba kwa damu ya Yesu. Nasema endelea kuomba. Nasema tena endelea kuomba. Ndio, nasema tena endelea kuomba. Nasema tena endelea kuomba kwa damu ya Yesu. Yes, simamisha. Ndio, simamisha hilo agano. Simamisha agano la damu ya Yesu. Simamisha agano la damu ya Yesu, simamisha. Yes, Yesu umenielewa, umenielewa. Yes, umenielewa, umenielewa. Yes, umenielewa, umenielewa. Simamisha hilo agano, umenielewa. Umenielewa, umenielewa kwa damu ya Yesu. Simamisha hilo agano kwa damu ya Yesu. Mtu mmoja anasikia hapa. Mtu mmoja anasikia hapa. Aliota kwenye ndoto anavunja unga, lakini alikuwa bado hajavunja unga. Lakini siku zilizofuata 2-3 akavunja unga. Maana yake ile agano lilitengenezeka katika ulimwengu wa kiroho kwanza. Katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Endelea kuomba mtu wa Mungu, endelea kuomba. Simamisha agano la damu ya Yesu. Simamisha hilo agano la damu ya Yesu. Simamisha hilo agano la damu ya Yesu. Katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Endelea kuomba. Omba, 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 omba. Omba, omba. Hapa kazi ni kuomba tu. Tuna kazi moja tu ya kuomba. Tuna kazi moja tu ya kuomba. Katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Tuna kazi moja tu ya kuomba. Tuna kazi moja tu ya kuomba. Yes. Endelea kuomba, endelea kuomba. Nasema omba. Nasema omba. Omba kwa jina la Yesu. Yes, simamisha. Simamisha hilo agano, simamisha hilo agano. Simamisha agano la damu ya Yesu. Hilo agano la damu ya Yesu simamisha. Simamisha hilo agano la damu ya Yesu. Endelea kulisimamisha hilo agano la damu ya Yesu. Endelea kulisimamisha hilo agano la damu ya Yesu. Endelea mtu wa Mungu. Nasema endelea. Nasema endelea, nasema endelea. Nasema endelea kwa damu ya Yesu. Nasema endelea. Nasema endelea kwa damu ya Yesu. Nasema endelea kwa damu ya Yesu. Nasema endelea kwa damu ya Yesu. Omba. Simamisha agano la damu ya Yesu. Simamisha agano la damu ya Yesu. Simamisha. Simamisha agano la damu ya Yesu. Simamisha hilo agano. Nasema simamisha agano. Nasema simamisha agano. Simamisha agano la damu ya Yesu. Simamisha agano la damu ya Yesu. Simamisha hilo agano hapo. Simamisha hilo agano hapo. Hilo agano la damu ya Yesu. 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 Simamisha hilo agano hapo. Simamisha agano la damu ya Yesu. 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 Simamisha agano la damu ya Yesu. Simamisha hilo agano. Simamisha hilo agano. Hilo agano la damu ya Yesu. Lisimame hilo agano la damu ya Yesu. Likawe kwenye mwili wako. Agano la damu ya Yesu kwa agano la milele. Katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Yes. Endelea kuomba mtu wa Mungu. Yes, endelea kuomba. Katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu.
Endelea kuomba. Endelea kuomba. Wewe maeneo mbalimbali unaweza ukawa unaendelea kuomba. Unaweza ukawa unaendelea kuomba katika maeneo mbalimbali. Katika maeneo mbalimbali unaweza ukawa unaendelea kuomba. Oh, mimi niko limited na muda. Wewe endelea kuomba tu katika jina la Yesu. Unasimamisha ile agano la damu ya Yesu. Oh, lililofanyika wakati wa kuvunja unga. Lililofanyika katika jina la Yesu. Kwenye ile siku ya kwanza kwa damu ya Yesu. Endelea kuomba katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Yes. Endelea kuomba mtu wa Mungu. Endelea kuomba kwa damu ya Yesu. Ni kitu kikubwa, ni siri kubwa sana nimekupa. Na kesho tunaendelea kuomba zaidi na zaidi. Katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Yes. Ndio. Endelea kuomba, endelea kuomba. Endelea kuomba kwa damu ya Yesu. Hali ya tohara ni jambo la kiibada. Hajalishi ni ibada ya Mungu aliye hai au ni ibada ya Mungu ambaye hayuko hai. Lakini ni agano la kiibada. Lakini ni jambo la kiibada. Katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Yes, endelea kuomba mtu wa Mungu. Endelea kuomba. Katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Yes, endelea kuomba kusimamisha ile agano la Mungu. Ile agano la damu ya Yesu. Ile agano la milele kwako katika mwili wako. Katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Amen. Sema mimi tena mtu wa Mungu. Katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Amen. Tukutane kesho saa 3. Mwambie na mtu mwingine. Usiwachokoze walio na Mungu, wamebarikiwa na Mungu.